Basi ni siku nyingine Mungu ametupa na nafasi na kibali kuweza kuwemo kwenye nyumba yake kwa ajili ya kuendelea na ratiba ya maombi tuliyonayo. Na siku ya leo ikiwa ni siku ya 15 ya maombi yetu, tukiwa tunaenda kuomba kwa habari ya viongozi wa kanisa la mahali pamoja, kwa maana ya kwamba tunaenda kuombea viongozi wa kanisa mahali hapa ambapo tunaabudu, tukianza na mchungaji kiongozi, wazee wa kanisa, mashemasi na viongozi wa idara. Ndicho ambacho kwa siku ya leo tunaenda kuhusika nacho hasa katika maombi ya siku ya leo. Na kabla tujaenenda kwenye maombi, ningetamani tu tujifunze neno la Mungu kwa dakika chache sana ili tuingie kuomba. Na nitakuwa ninazungumza kuhusu majukumu makuu matano ya kiongozi kwa ujumla. Kiongozi yoyote wa kiroho anayo majukumu mengi kwa nafasi yake, lakini kwa siku ya leo nitataja tu majukumu makuu matano ya kiongozi yoyote wa kiroho kwenye nafasi ambayo amepewa na Mungu. Katika nafasi ambayo Mungu anatupa nafasi mbalimbali za uongozi, kiongozi ana majukumu mengi, lakini matano makubwa leo tutayataja na tutaenda kuomba. Nitasoma neno la Mungu kabla sijataja majukumu hayo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 na ule mstari wa 28 mpaka 31. Matendo ya Mitume 20:28 mpaka 31. Hii ni habari ya Paulo wakati akiwa anaendelea kuhubiri Injili. Wakati amesafiri, amefika mpaka Makedonia, akavuka mpaka Troa na baadaye akaingia Efeso. Na wakati akiwa Efeso akawakusanya wazee wa makanisa kutoka makanisa yote ambayo walikuwa wamefungua, akaanza kuwapa wajibu, akazungumza nao maneno mengi, jinsi ambavyo alivyowahubiria Injili na alivyojitabisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Anafika kwenye huu mstari wa 28 mpaka wa 31 na wapa majukumu viongozi. Anaanza kwa kusema hivi: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumonya kila mtu kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anazungumza maneno haya na awaambia wazee wa makanisa na viongozi ambao walikuwa wamewaweka kwenye makanisa, kabla hawajafanya wajibu wao wa uongozi ambao walipewa. Alianza kwa kuwapa tahadhari, akawaambia kwamba kwanza wajitunze nafsi zao. Kwa kumbe kiongozi kabla hajafanya majukumu yake ya kiuongozi ambayo nitaenda kuyataja, jambo ambalo anatakiwa zingatia ni kwamba yeye mwenyewe ajitunze nafsi yake, ahakikishe maisha yake ya kiroho yapo safi, na akifanikiwa kufanya hilo ndipo atakuwa na uwezo wa kulitunza kundi. Maana anasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Maana yake kabla kiongozi hajalitunza kundi ni lazima yeye mwenyewe ahakikishe maisha yake yapo sawa. Na anasema hilo kundi sasa Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Maana yake wamewekwa na Roho Mtakatifu kuliangalia lile kundi. Na akasema ili wapate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Kiongozi akifanikiwa kujitunza yeye mwenyewe maisha yake, ana wajibu aina kuu 5 ambao anatakiwa azingatie katika kuweza kuliongoza kundi lake katika nafasi ambayo amepewa. Wajibu wa kwanza wa kiongozi, anatoa maono. Anatoa maono. Kiongozi yeye ndiye mwenye kutoa maono. Kiongozi anapowekwa mahali fulani kwa ajili ya kusimama kwenye kazi ya Mungu, yeye ndiye mwenye kutoa maono. Kiongozi akishindwa kutoa maono, kundi haliwezi kwenda. Misali 29:18 inasema ya kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Yaani kwamba mtu asipokuwa na malengo ya kuweza kuyatimiza, kuna baadhi ya mambo hataweza kujizuia. Kuna mambo atafanya tu kwa sababu hana kitu cha kufanya kwa muda huo. Lakini kama ana malengo ya kufanya, kuna baadhi ya mambo itabidi ajizuie kufanya, hata kama mengine sio dhambi. Maana yake kumbe kiongozi ndiye mwenye kutoa maono. Kutoa maono kwa maana ya kwamba ndiye anayetoa malengo na mikakati ya kuweza kutimiza. Kiongozi kwenye nafasi yake yoyote ile ambayo aliyopewa, ni lazima awe na malengo ya kuweza kuyatimiza, lakini pia yeye ndo atoe mikakati ya kuweza kuyafikia hayo maono. Atoe mikakati ya kuweza kuyafikia hayo maono. Lakini jambo la pili au wajibu aina ya pili, kiongozi akisha kutoa maono na kuweka mikakati ya kuweza kufikia, jambo la pili ambalo kiongozi anatakiwa afanye, ndiye anayesimamia kutekelezwa kwa hayo maono. Ndiye anayesimamia kutekelezwa kwa hayo maono. Kiongozi anapotoa maono pamoja na naweka mikakati ya kuweza kufikia, akiishia tu kutoa maono na kutoa mikakati alafu akakaa, hamna chochote kitakachofanyika. Hamna chochote kitakachofanyika. Kwa hiyo ni lazima asimamie yale maono yaweze kutekelezwa. Na katika imani yetu ya Upentekoste au ya Ukristo ni tofauti kidogo na uongozi mwingine wa duniani. Uongozi wa duniani unasema ya kwamba kiongozi ni bosi, kwa maana ya kwamba akisha kutoa maono akaweka mikakati. Kwenye kusimamia, kiongozi wa duniani anaelekeza tu kwamba fanyeni hiki na hiki. Lakini kwetu sisi wa Pentekoste, kiongozi anasimamia kama mtumishi, kwa maana ya kwamba anasimamia kwa kufanya. Waingereza wanatumia gives direction by doing. Yaani kwamba kiongozi katika kusimamia kwa habari ya mambo ya kiroho anasimamia kwa kufanya. Nitoe mfano. Kiongozi akielekeza, labda nichukulie kiongozi wa vijana, akitoa maono ya kwamba vijana kwa mwaka huu tunapaswa tusome neno la Mungu, akachagua vitabu kadhaa. Baada ya pale akasema katika kufikia kuvisoma hivi vitabu, kila siku tunatakiwa tusome sura kadhaa. Yeye mwenyewe asipoingia kufanya lile jambo, watu wake hawawezi kufanya. Na kibibilia anahesabika hajasimamia. Kibibilia ili ahesabike kiongozi amesimamia, inabidi asimamie kwa kufanya. Yeye akifanya, watu wengine watapata kila anachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kiongozi kwa habari ya wajibu wake ni kwa namna hiyo. Anatoa maono pamoja na mikakati ya kuweza kufikia hayo maono, lakini pia anasimamia. Na kwenye kusimamia ni lazima asimamie kwa kufanya yeye mwenyewe. Lakini jambo la tatu, kiongozi wa kiroho ana wajibu wa kutoa mwelekeo au dira kwa watu wake. Ana wajibu wa kutoa mwelekeo au dira kwa watu wake. Kiongozi yoyote wa kiroho kwa habari ya mambo ya kimungu ni lazima atoe mwelekeo kwa watu wake. Na hili neno mwelekeo au dira lina maana ya kwamba ni jambo lipi la kufanya kwa wakati husika. Ni jambo lipi la kufanya kwa wakati husika. Katika yale maono ambayo kiongozi anafanya na pamoja na ile mikakati anayoifanya, katika kutekeleza kwake,
kuna dira ambayo kiongozi inabidi aweke ambayo itakayokuwa inaonyesha ni mambo yapi ya kufanya kwa wakati husika. Mfano, kama kiongozi amesema ya kwamba tunahitaji aidha kufikia watu fulani kwa habari ya kuhubiri Injili, kama akisema tunatakiwa tuifikie kata yote ya Makuru Dodoma, yeye inabidi atoe mwelekeo ya kwamba kwa wiki hii inabidi tufikie nyumba kadhaa kutokea hapa kanisani. Yaani atoe mwelekeo wa kufanya kwa wakati husika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili, hapo hapo kwenye kutoa dira, kiongozi anapaswa awe kielelezo. Awe kielelezo kwa maana ya kwamba kila anachofanya watu wake waweze kuiga. Watu wake waweze kuiga. Kiongozi wa kiroho ni tofauti sana na watu wengine. Watu wengine wa duniani uongozi wao wanakuambia fanya kile ninachosema, lakini usifanye kile ninachofanya mimi. Lakini kwa habari ya mambo ya kiroho, kiongozi anatakiwa yeye awe kielelezo, kwa maana ya kwamba kila anachofanya yeye ndicho ambacho watu wake wanaweza kufanya. Lakini hapo hapo kwenye kutoa mwelekeo na dira kwa watu wake, anatakiwa atoe adibisho kwa watu wanaokosea ili kutunza viwango vya maono yake. Ni lazima atoe adibisho kwa wanaokosea ili kutunza viwango vya maono yake. Kiongozi wa kiroho akiwa na maono na akaweka mikakati na akasimamia kwa kufanya, lakini watu wengine wakakosea makosa ambayo sio tu ya kuwaonya. Kuna baadhi ya makosa mtu akifanya yanahitaji kupewa adibisho, kwa maana ya kwamba kupewa adhabu inayostahili kutokana na kosa. Sasa kama kiongozi asipotoa adibisho au kukemea kwa lile kosa lililofanyika, hataweza kutunza viwango vya maono yake. Ili isipokuwa matokeo yake kile kiwango kitashuka. Waingereza wanatumia neno integrity, yaani kile kiwango cha juu. Kama mtu akishindwa kutoa adibisho kwa wanaokosea, kuna baadhi ya mambo hayataweza kufanikiwa. Lakini jambo la nne au wajibu wa nne wa kiongozi. Wajibu wa kwanza nimesema anatoa maono, kwa maana ya kwamba anaweka malengo na mikakati ya kuweza kutimiza hayo malengo. Lakini jambo la pili nikasema anasimamia maono, anasimamia kwa kufanya. Tatu nikasema anatoa mwelekeo au dira kwa watu wake, kwa maana ya kwamba anaamua ni jambo lipi la kufanya kwa wakati husika, lakini pia yeye anakuwa kielelezo kwa watu wake kumuiga. Lakini pia anatoa adibisho kwa ajili ya kutunza viwango. Jambo la nne sasa au wajibu wa nne wa kiongozi, anatakiwa wategemeze watu wake kiroho. Kuwategemeza watu wake kiroho, na katika kuwategemeza watu wake kiroho inabidi awaombee. Kuwaombea, hii wanatumia watu wa lugha ya Kiingereza wanasema intercession prayers. Intercede kwa maana ya kwamba anasimama katikati ya yeye na Mungu pamoja na watu wake. Kwa hiyo kiongozi ni lazima wategemeze watu wake kiroho kwa kuwaombea, kwa maana ya kwamba kiongozi ana nafasi kubwa katika kuamua matokeo ya kusanyiko. Akiishia tu kufanya haya mambo ya juu niliyoyasema, alafu asiingeji kwenye kuwaombea watu anaowaongoza, kuna baadhi ya mambo hayataenda. Mfano mwepesi Mungu aliuonyesha kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 17 mstari wa 8 mpaka wa 15. Mungu anatoa mfano pale Kutoka 17:8 mpaka 15. Anatoa mfano wakati wana wa Israeli wametoka Misri. Wanapofika kwenye Kutoka 17 ule mstari wa 8 mpaka wa 15, wanakutana vita ya watu wa Amaleki. Na Amaleki ulikuwa ni moja ya upinzani mgumu sana wana wa Israeli waliokutana nao, na walipigana kwa kiasi kikubwa sana wa Amaleki kuwazuia Waisraeli. Lakini Yoshua akiwa kama kiongozi wa jeshi akaenda kupigana, lakini Haruni pamoja na mwingine
ikabidi waende wakamtegemeze Musa. Musa alipokuwa akiinua mikono yake juu, Israeli wanashinda, akishusha Amaleki wanashinda, au kwa lugha nyingine Israeli wanashindwa. Sasa walipoona mikono ya Musa ni mizito, ikabidi wachukue jiwe, mmoja akae huku na mwingine huku, wakaishikilia ili Musa anyoshe jumla mikono mpaka pale ambapo Yoshua alipokwisha kushinda. Na ilipomalizika ile vita, Mungu akamwambia Musa, andika kwenye kitabu cha Torati kwamba nitakuwa na vita na Amaleki milele. Na ndipo lilipotokea jina la Jehova Nisi. Na akasema ya kwamba kwa sababu ameapa kuwa na vita na Amaleki, anasema nitaufuta ukumbusho wa Amaleki. Ndipo anapokuja kufika kwenye Samueli wa kwanza 15, anaamriwa na ndiye mfalme Sauli aenda akaambia kwamba nimeweka yale maneno moyoni ambayo Amaleki aliwatenda wana wa Israeli, nenda kawafute. Badala ya kwenda kuangamiza yeye, akaenda akaangamiza, akaachia vitu. Ndipo Mungu anatangaza kumkataa Sauli. Vita ilianzia huku kwenye Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi inabidi awategemeze watu wake kwa kuwaombea. Kwa lile tendo la Musa kuinua mikono mpaka washinde, lilikuwa linamaanisha Musa anatakiwa asimame kwenye maombi na adumu mpaka pale ambapo kusanyiko lake linashinda. Na ndivyo ambavyo kiongozi wa kiroho ambavyo anavyotakiwa kusimama kwa watu wake. Maana yake ni kwamba wewe ukiwa shemasi unatakiwa tegemeze watu wa ushemasi wako kwa kuinua mikono kuwaombea. Ukiwa kiongozi wa idara, inabidi uinue mikono kwa kuwategemeza watu wako kwa kuwaombea. Usipofanya hivyo, kuna baadhi ya matokeo hutayaona ndani ya watu wako. Lakini ukiwaombea, utashtukia watu wako wameanza kufanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe ulikuwa utarajii. Kilichosaidia ni wewe kuinua mikono. Haijalishi wana viwango gani vya kiroho. Kwenye swala la uongozi, kiongozi ana nafasi yake ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu kuna uwezekano katikati ya kusanyiko unaloliongoza pakawa pana watu ambao inawezekana kwa namna moja ama nyingine Mungu amewapa viwango fulani katika eneo fulani la kiroho wanakuzidi. Nichukulie mfano, unaweza ukaongoza watu, unaweza kukuta kuna mwingine na kiwango cha neno kukuzidi, mwingine na kiwango kikubwa cha nguvu za Mungu ndani yake kukuzidi. Hiyo haimaanishi kwamba wewe ukisimama usimwombee, bado una nafasi mbele za Mungu. Unapoinua mikono, kuna baadhi ya mambo yeye hawezi kushinda hata kama ana upako kiasi gani, kwa sababu uongozi una nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho inabidi awategemeze watu wake kwa kuwaombea. Kwa Paulo pia anapowaambia hapa kwenye Matendo ya kwamba wajitunze nafsi zao na kulilinda kundi, alikuwa pia anazungumza kwa habari ya kwamba walitegemeze kundi. Walitegemeze kundi. Lakini jambo la mwisho na la tano, au wajibu wa tano wa kiongozi, kufundisha. Anapaswa kufundisha watu wake. Kufundisha watu wake. Kiongozi yoyote wa kiroho ni lazima afundishe watu wake. Na katika kufundisha watu wake hapa kuna mambo mengi, lakini nimeainisha mambo matatu. Moja, anafundisha neno la Mungu kwa watu wake. Ni lazima kiongozi wa kiroho afundishe neno la Mungu kwa watu anaowaongoza. Na mara nyingi sana, jambo moja la ajabu, nimekuwa nikisoma Biblia ninalishangaa na kuja kugundua kuwa kuna wakati Mungu aliinua watu na alipoweka kwenye nafasi za uongozi, Mungu akawapa neno la kuweza kusema mbele za watu. Kuna wengine hawakujua sana kuongea, lakini Mungu ana tabia ya kupitishia kwa kiongozi neno. Kwa hiyo kuna wakati kiongozi akiongea, inawezekana hajui sana kuongea, lakini kwa sababu ya nafasi Mungu aliyompa, ana uwezo wa kusema neno la Mungu kwa ufupi sana na yakawa ni maelekezo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiongozi wa kiroho ana wajibu wa kufundisha, kwa maana ya kufundisha neno la Mungu kwa watu wake. Lakini jambo la pili, ana wajibu wa kufundisha kwa maana ya kuwaelewesha watu wake mambo wasioyaelewa. Kiongozi pia inabidi aingie kwenye nafasi ya kuwaelewesha watu wake mambo wasioyaelewa. Kuna baadhi ya mambo ukiwa kwenye uongozi watu wako wanakuwa hawajui. Kwa hiyo inabidi uingie kwenye wakati wa kuwaelewesha
Kama kuna mahali hajaelewa, inabidi usimame kwa ajili ya kumwelewesha. Usipofanya hivyo, inaweza ikatokea muda mwingine ile misunderstanding, yani kutokuelewana, waga kuna muda mwingine waga inaleta matokeo mabaya. Yoshua alikuwa ni mtu mzuri tu wa Mungu, na huku tumezungumza kidogo kwenye Kutoka jinsi ambavyo alisimamia vita ya kuwapiga Amaleki. Lakini kule mbele, wakati Roho Mtakatifu ameshuka na kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wameandikwa majina yao miongoni mwa viongozi waliochaguliwa, walibaki hemani. Wakati hawa wako mbele za Musa, anawawekea mikono wale wengine, kwa sababu tayari walikuwa wametajwa, wakajazwa Roho Mtakatifu wakiwa kule kule waliko. Yoshua akamwambia Musa, wale wananena, bwana wangu wazuie. Musa akasema ya kwamba, Yoshua, hujui mimi ningetamani watu wote wanene. Kwa maana yake pale Musa alisimama kwenye nafasi ya kumwelewesha Yoshua ya kwamba hawa watu mimi natamani tu wote wajaze Roho Mtakatifu ili waongoze vizuri. Yoshua alikuwa ni mtu mzuri na amejaa Roho Mtakatifu, lakini alipoanza kuona wengine wamenena, yeye hakuelewa, hakujua ya kwamba Roho Mtakatifu anahitajika kwa viongozi wote. Kwa hiyo Musa akasimama kwenye nafasi ya kumwelewesha Yoshua. Kwa hiyo kiongozi pia ana nafasi ya kuwaelewesha watu wake mambo wasiojua. Na hapo hapo jambo lingine na wajibu wa kufundisha, kwa maana ya kwamba kuwafundisha watu wake wajilinde dhidi ya mafundisho potofu. Dhidi ya mafundisho potofu. Dhidi ya mafundisho potofu. Tumesoma hapo kwenye Matendo 20:28. Paulo anawaambia wajitunze hawa watu pamoja na kundi lake lote ambalo Roho Mtakatifu ameweka kuwa waangalizi, wapate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake. Amezungumza Utatu Mtakatifu hapo. Amesema ambalo Roho Mtakatifu ameweka kuwa waangalizi, walilishe kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake, kwa maana ya Yesu Kristo. Sasa anasema kwenye mstari wa 29, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie lile kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Maana yake kwamba kuna watu watainuka, inawezekana ndani ya hilo kusanyiko wakasema kinyume kabisa na utaratibu, lakini muda huo huo anasema ya kwamba kuna wengine pia watainuka mbwa mwitu wakali, wasilihurumie kundi, hawajui thamani ya kundi. Kwa hiyo anawaambia walitunze na kulilinda, kwa maana ya kwamba wawafundishe watu dhidi ya mafundisho potofu. Kwa hiyo kiongozi ana nafasi ya kusimama na kuwafundisha watu wake kipi ni mafundisho potofu na kipi ni kitu sahihi. Na katika nafasi hiyo kiongozi sasa inabidi awe na wajibu wa kutafuta majukumu, wa kutafuta kipi ni sahihi na kipi sio sahihi. Asipofanya hivyo, anaweza akakuta kuna baadhi ya mambo na yeye mwenyewe anaanza kufundisha ambayo hayapo sawa. Kwa hiyo kiongozi na yeye pia katika kuwafundisha watu wake neno la Mungu, kuwaelewesha na kuwazuia dhidi ya imani potofu, ana wajibu pia ya yeye kutafuta mambo yapi ambayo ni sawa na sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo tukiwa tunaenda kuombea kwa habari ya viongozi, wakati nikiwa naendelea kusoma Biblia, kuna mahali fulani nimesoma nikashangaa sana. Nilikuwa nimewahi kusoma lakini nikasoma kwa namna nyingine. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 21. Naomba ni pasome, alafu tutaishi hapo, tutaingia kwenye maombi. Samueli wa pili sura ya 21. Nisome ule mstari wa 17 peke yake. Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa 17. Biblia inasema hivi: lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti akamua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Nitarudia. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti akamua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia, yani huyo Daudi sasa, wakasema, wewe hutatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaizima taa ya Israeli. Hii ilikuwa ni vita ya Wafilisti
pamoja na Israeli. Wakati Daudi amekwisha kufanikiwa katika mambo yote, akatenda dhambi kwa kuzini na mke wa mtu. Wakati ametenda dhambi, kwenye ile sura ya 11 ya kitabu cha Samueli wa pili, ile sura ya 12, nabii Nathani ambaye ni mtoto wake akamkemea, na baada ya kumkemea Daudi akatubu. Kuanzia hiyo sura ya 12 mstari wa 14, Daudi anaanza kuvuna mavuno ya dhambi alizozitenda. Ndiyo maana kwa mtu aliyeokoka ni hatari sana kutenda dhambi.